Imani kubwa ya dunia iko kwa bilionea namba 3 kwa utajiri duniani, Elon Musk, mjasiriamali ambaye ni mwanzilishi wa makampuni makubwa ya teknolojia kama vile PayPal, SolarCity, kampuni ya magari ya umeme ya Tesla ambayo magari yake yanajiendesha yenyewe bila ya kuwa na dereva, na kampuni ya roketi za anga iitwayo SpaceX. Septemba 27 mwaka 2016, Elon Musk aliitangazia dunia juu ya mpango wake wa kuunda makao ya binadamu katika sayari ya Mars. Katika kongamano la kimataifa la wataalamu wa anga za juu IAC katika mji wa Guadalajara huko Mexico, Elon Musk aliitangazia dunia juu ya kampeni yake hii ya kumhamisha binadamu kwenda akaishi katika sayari ya Mars. Mpango wake unajumuisha mfumo wa usafiri ambao utaweza kusafirisha watu 100 hadi kwenda katika sayari ya Mars. Kwa sasa safari ya kwenda Mars kwa mpango wa Elon Musk inakadiriwa inaweza kuchukua siku 80, yaani miezi 2 na siku 20 hivi. Lakini kama mipango yake ikiboreka zaidi, baadaye wanasema safari hiyo itakuwa fupi zaidi na inatarajiwa kuwa inachukua siku 30 tu. Mwezi mmoja unakuwa umeshafika katika sayari ya Mars. Na gharama ya tiketi ya kwenda katika sayari ya Mars, Elon Musk alisema itakuwa ni dola 200,000 za Kimarekani, sawa na milioni 463 na 800,000 za Kitanzania. Hapa ndipo panaponivunja moyo nikate tamaa ya kuwaona wabongo wakinywa supu ya pweza na alkasusu katika mitaa ya Mars. Lakini pia Elon Musk aligusia juu ya mpango wa kuunda koloni la watu milioni 1 ambao wataweza kujitosheleza kimaisha katika sayari hiyo. Kwa hivyo Elon Musk yeye ana uhakika wa kupeleka binadamu milioni 1 kwenye sayari hiyo. Elon Musk ameweka ahadi ya kwamba mpango huo utachukua miaka 10 tu kutimizwa. Mategemeo yake ni kwamba mwaka 2030 tayari hili litakuwa limeshatimia. Sasa Yesu atakaporudi, vijana wake wengine watakuwa wako huko Mars. Sijui wenyewe watakombolewa na nani. Chini ya mpango wa SpaceX,